Tanzania tulizoea kila mtu kuwa na dini yake, na kama nchi serikali haina dini na kila mwananchi ana uhuru wa kuabudu dini anayoiamini, wala haijawahi kuwa vikwazo. Mimi ninayo mifano hata ya familia, wanandoa wawili, moja Muislamu mwingine Mkristo. Mimi ninayo mifano hiyo. Hiyo ndio Tanzania tuliyokuwa nayo. Sasa hivi tunawindwa mno kwenye jambo hili la udini, na mimi nilisema na wakati ule, na waomba wa Tanzania, viongozi kwa waumini, viongozi wa siasa kwa wananchi wa kawaida, huu mtego tuukwepe. Huu mtego tukiingia hauna mshindi. Ukienda kwenye mtego unaogusa imani ya mtu hauna mshindi. Nilisema kwenye kikao kimoja wapo, viongozi mna maoni, mna ushauri, mna mambo ya msingi. Kuanzia Mheshimiwa Rais amesema milango iko wazi, yuko tayari kwa vikao. Nendeni, onaneni na Mheshimiwa Rais, semeni mnayotaka. Na sisi wasaidizi wake wote, milango iko wazi. Hiyo ndio nchi yetu. Tukiendelea na utaratibu huu wa kudokoana kwenye mambo ya imani, tutakapoingia kwenye mtego huo hauna mshindi na hauna kutoka kwa urahisi. Nimeziona rejareja hivi, huyu amesema kwa huyu, huyu kasema kwa huyu. Mimi nawaambieni bila kutaja majina, twendeni tuepuke mtego huo, kwa sababu tukiingia hauna mshindi. Na ndio maana nikasema siku ile pale, akikosea askofu kanisa lisifungwe, akikosea shehe msikiti usifungwe. Watu waachwe na imani yao, waendelee. Ibada si kati ya mtu na askofu wake, ibada ni mtu na Mungu wake. Ndio haya mambo ukifuatilia kwenye nchi zilizowahi kuharibikiwa, kila mtu alikuwa anajiona yeye hahusiki. Yaliwakumba wote. Na sasa naanza kuona mchezo huo, kila mtu anadhani anatumia tu uhuru wake wa kusema. Anatumia tu uhuru wake wa kusema. Wengine wanachokoza, wengine wanachokozeka. Tunacheza na mtego ambao ukitunasa ni ngumu sana kutoka. Usimguse mtu kwenye imani yake. Hili tuambizane wote, na nafsi zetu zituongoze. Watu wawe responsible na taifa hili. Tusiwapeleke watu kwenye mtego wa aina hiyo. Ndio. Sasa unaweza ukaita press yako, ukamwona tu mmoja hivi, ukaenda ukamshambulia. Yule uliyemshambulia, waumini wake unakuta wanamuita baba. Wewe utaona mpuzi na kaongea upuzi hivi, waumini wake wanamuita baba. Ndio maana haya tunatakiwa tuyaepuke. Na sisi wenyewe ambao tunaitwa baba, tunatakiwa tuwe responsible, tuepuke kuwapeleka watoto wetu kwenye matatizo hayo, kwa sababu kwenye hii nchi tumeingiliana mno. Hamna hata mkoa mmoja ambao wao kwenye mkoa wao ni wa dini moja watupu. Haya tunatakiwa tuongee kama Watanzania. Huu ni mtego, tunatakiwa tuepuke kwa nguvu zozote zile. Tusiende huko. Twendeni tutumie njia zetu sahihi za kushughulikia mambo yanayotuhusu. Mabepande huye. Sasa nimeshaongea haya niliyotaka kuongea.
Nadhani kwa sababu tumeshakaa sana na mmekaa juani, mnaonaje tuishie hapa?